Lakini kabla hapo, mwezi Februari, Tundu Lissu alinitembelea, na kati ya mambo aliyonieleza ilikuwa ni msimamo wao, msimamo wa Chadema wa no reform, no elections. Nataka nieleze kwa kina. Alinieleza na sababu zake ni nini, kwamba kwa kuwa tuna matatizo haya, tukubaliane kitaifa, tuahirishe uchaguzi miaka 2-3, serikali hii iendelee, tufanye mabadiliko, kisha tuwe na uchaguzi. Kwa sababu tukifanya uchaguzi sasa hivi hakutakuwa na haki. Kwa sababu tumeona mfano hii 2019, 2020, 2024. Tukifanya uchaguzi bila mabadiliko, tutapata matokeo hayo ambayo sio. Basi mimi nilimshauri Tundu Lissu, nikasema naona wasiwasi wenu ni wasiwasi wa kweli, kwa sababu kutokana na haya yaliyotokea huku nyuma, inawezekana kweli mna uoga wa kweli, lakini sioni uhalisia wa kuahirisha uchaguzi kwa muda wa miaka 2-3. Sioni uhalisia huo. Kwa hiyo nadhani hili sioni kama linaweza kukubalika. Ambia nadhani ingekuwa vizuri tujitahidi kuondoa dosari zilizotokea 2019, 2020 and 2024. Kwa sababu huko nyuma, kwanza hata mwaka 95 tulitumia misingi iliyokuwapo, na vyama hivi vya siasa vimekuwa kwa kufuata misingi hiyo. Tufuate hiyo, turudishe iwe utaratibu wa uchaguzi kama tulivyofanya 2015. Baada ya hapo ndio sasa tuendelee na mabadiliko mengine. Hakukubali pale, lakini mimi nimwambia haya unayozungumza mengine hayawezekani, nenda mtafakari muone tunaweza kutumia kingine. Sasa baada ya kusaini ile, nilipoona mambo yale, tukaona kwanza turudi tuzungumze na CUF. Sio CUF, samahani, Chadema. Kwa hiyo mimi na mzee Butiku tukaomba tukutane na uongozi wa Chadema. Tulikutana nao, ilikuwa ni timu kubwa. Wale alikuwapo, tulimchukua, tulikuwa natania, tunasema sisi wazee hatuwezi kuandika, lazima tupate kijana wa kuwa anatuwekea record. Tulikutana nao ofisini kwangu, tukazungumza haya pia. Bado tukawashauri kwamba kuna mambo mengine mnayodai hapa haiwezekani, lakini kuna mengine ni kweli yanaweza kufanywa kazi. Nendeni mkatafakari, tuone tutaendelea ili tuje tupate mwafaka. Haitakuwa vizuri Chadema kutoshiriki uchaguzi. Baada ya hapo tukawasiliana na mwenyekiti wa tume, nadhani ilitoka kwenye press mliona. Tukamwambia tumeona hii, lakini kitendo chenu, uamuzi wenu utakuwa umeingua watu wengi, na ukiwa na watu katika nchi ambao hawaridhiki, wanaona hawapati haki yao, inaweza kuwa ni msingi wa vurugu. Kwa hiyo tunawaomba, tukawaeleza tumekutana na Chadema, tunajaribu kuwashawishi, na wametuambia kwamba hata mliofanya bado kulikuwa na mashauriano, nyinyi mmesaini na sio lazima kila chama kisaini siku hiyo hiyo. Kwa hiyo mreflect tena,
kama wakikubali kusaini, msije mkafunga mlango. Mwenyekiti akanijibu akasema wao wameamua kama kuna mtu hakubaliana na uamuzi wao aende mahakamani. Sasa hili sio la mahakama, tuone hali ilivyo, kwa sababu ni kanuni. Tukiona hali na demand kwamba turudie hizo kanuni, tuzitazame upya ili tuepushe madhara, tusije tukakataa. Akaniambia basi nitakwenda nikutane na wenzangu, tutafakari, tuje tuone fanya nini. Lakini baada ya hapo wakaendelea kugazeti ile kanuni. Nikawasiliana na CCM, azungumza katibu mkuu wa CCM, kamweleza tuliozungumza na Chadema, tuliozungumza na tume, na ni vizuri CCM nayo itafakari kwa sababu lazima tufikie mwafaka. Alinipa mwa CCM na ujua kwamba kuna madai ya Chadema ambayo hayawezekani, hawezi kufanya, lakini kuna mengine tunaweza kuzungumza. Kwa mfano hiyo ya kuondoa dosari zilizotokea katika chaguzi, hiyo tunaweza kuzungumza. Na akasema wewe na mzee Butiku muendelee shauri yako. Tukakutana tena na Chadema, kutana naye mara ya pili. Tulipokutana nao hali ilikuwa imebadilika, kwa sababu wakati huo nadhani walikuwa wanakwenda kufanya mkutano Kariakoo. Kasema waliomba ruhusa wakapata, baada kama siku 6 hivi wanakwenda kufanya mkutano, wanakuja kuzuia wakati huo. Na wenyewe wanasema hii ni njama. Wanasema kwamba kufanya mkutano Kariakoo inaweza kuleta vurugu, kwa sababu wako watu wa aina nyingi, wa vyama vingi, wa imani tofauti, sio mahali pazuri pa kufanya mkutano. Wanasema hii imeanza lini? Kwa sababu mikutano imekuwa inafanywa Kariakoo. Hata kuna wakati Tundu Lissu alifanya mkutano Kariakoo. Serikali imekuwa inafanya mkutano Kariakoo. Sasa hii kwa nini wanasema wataona maeneo gani ambayo vyama vya siasa vitafanya mkutano? Anasema huku nyuma mtu anaweza kufanya kampeni mahali popote, mahali popote. Na wengine vyama vidogo vidogo vile huwa vinatafuta mahali palipo na watu wengi na kwenda sokoni, na hata vikubwa hivi. So kwa mfano sisi CCM tulikuwa na kauli zetu, unasema campaign nyumba kwa nyumba. Kwa hiyo unakwenda mahali popote. Sasa hii inakuja hivi. Lakini zaidi ya hapo wakasema walimsihendo kiongozi wao, kwamba walimkamata sija raundi saa 11, wakazunguka naye, hawakumpeleka police station, maana wamemkamata Msimbazi police station iko karibu pale. Hawakumpeleka huko, wamezunguka. Mwisho usiku wanamteremsha mahali ufiri. Wanasema hii ni kuteka, ni utekaji na kutesa, kwa sababu nafanya hivyo. Kasema lakini hiyo isiwakatishe tamaa, tupange tena tuone kama tunaweza kuendelea na mazungumzo. Yani ikaja tarehe 24. Baada ya 24 nadhani ndio akasema hakuna uwezekano kufikia mwafaka. Na haya tarehe 24, kabla hapo tulikuwa tena tumerudi kwenye tume
kuomba sasa tuwe na mkutano na mwenyekiti wa tume, mimi na mzee Butiku, tuweze kushauriana, tuone msimamo wa Chadema, msimamo wa serikali, msimamo wa CCM, tuweze kushauri kufanya nini. Nikampelekea ujumbe mwenyekiti kwamba tunaomba mimi na Butiku twende kuonana naye. Akanijibu kwamba kwa wakati huo hatakuwa na nafasi kwa sababu anakwenda mikoani kuhakiki uboreshaji wa daftari la wapiga kura na kuona mapendekezo ya mgawanyo wa majimbo. Lakini kwa kuwa tulikuwa tunaona jambo muhimu, nikampelekea ujumbe tena kwamba kama yeye hana nafasi, aruhusu aelekeze mjumbe yoyote wa tume ama katibu tuonane nao. Akanijibu kwamba haiwezekani kwa sababu wote hao hawatakuwa na nafasi. Kwa maana nyingine, sisi tulitafasiri kwamba tume haitaki kukutana na sisi. Sasa katika hali tuliyokuwa tumefikia kwamba